Jambo lingine ambalo limejitokeza ni kuhusu haja ya tume za kimataifa ya uchaguzi, na baada ya uchaguzi haikutikisa tu Tanzania, ilitikisa dunia nzima, na nchi nyingi duniani zilitaka kujua ni mambo gani ambayo yametendeka Tanzania. Kwa hiyo dunia ina haki ya kujua kinachoendelea Tanzania. Swali ambalo watu wanauliza, je, dunia ina haki kwa sasa kuingilia na kuweza kuunda tume wake uliojiwekea wa kisheria na wa kikatiba? Hilo ndio swala la msingi ambalo wale wanaotaka tume za kimataifa ni lazima watoe majibu. Na tume ya kimataifa itaalikwa na nani? Itapewa hadidu za rejea na nani? Itatumia sheria gani kufanya uchunguzi? Itapata nguvu gani ya kutembelea mikoa, kuwatembelea maskari, magereza na kuwalazimisha watoe taarifa? Sasa hayo mambo ni vizuri tuwe tunazingatia kabla hata ya kufikiria hizo tume za kimataifa. Na jumuiya ya mataifa inaangalia mambo mawili kwa Tanzania kwa sasa. Je, tunaonyesha dhamira ya kufanya uchunguzi wa kina na wa kweli wenye matokeo ya kuwajibisha? Hilo ndio swali jumuiya ya kimataifa ina. Je, tuna hiyo dhamira? Tunaonyesha dhamira? Na kwa Mheshimiwa Rais kuunda tume ya uchunguzi ni dhamira. Ni dhamira tosha kwamba tunakusanya taarifa, tunatafuta ukweli, tunatafuta ushahidi, na tukishapata hizo taarifa ndio sasa tunaamua swala la uwajibikaji. Na unakumbuka kwamba hii sheria, hata hukumu ya Mahakama Kuu ilisema kazi ya tume sio kutoa hukumu, sio kutaja fulani amekosea, fulani anatakiwa kufanya hivi. Hapana. Na tukimtaja mtu atakimbia Mahakama Kuu, ataomba amri, na aya zote tunazomtaja bila kumpa nafasi ya kusikilizwa zitafutwa. Na ipo mifano, Mahakama Kuu Kenya ilishawahi kufanya hivyo, Mahakama ya Juu ya Canada ilishawahi kupokea hoja hiyo kwamba kuna watu walitajwa katika tume lakini hawakupewa nafasi ya kusikilizwa, ikabidi aya zote zilizowataja ziondolewe. Kwa hiyo tulichukua hiyo tahadhari kutokana na uzoefu ambao tumekuwa nao. Kwa hiyo hili swala la tume ya kimataifa vile vile tuliangalie kwa kuangalia mamlaka makubwa ambayo sheria yetu ya tume ya uchunguzi imetupa, ambayo imetusaidia kupata ushahidi. Sheria hii imetoa amri kwa viongozi wote wa umma watoe ushirikiano. Ni lazima watoe ushirikiano, na ndio maana tulipata ushirikiano wa hali ya juu. Taarifa zetu ni nyingi ajabu. Tuliuliza maswali mengi kuhusu masuala mengi ya kisiasa, ya kiuchumi, tulipewa nyaraka, tulipata ushahidi. Sasa ile nguvu inatokana na sheria yetu. Sasa kama kuna tume ya kimataifa itakayokuja, kwanza lazima wawe na majadiliano na serikali ya Tanzania. Hiyo tume itakuwaje? Nguvu zake zitatoka wapi? Anapoomba nyaraka akikataliwa atafanya nini? Kwa mfano sisi ilikuwa nyaraka, mtu akitunyima nyaraka tuna uwezo wa kumlazimisha kama vile Mahakama Kuu inavyokulazimisha. Hilo ni moja ambalo ni jambo ambalo nimeona niligusie kwa sababu linazungumzwa sana. Na hili jambo ni muhimu kwa sababu kazi ya tume ambayo Mheshimiwa Mwenyekiti ameeleza ni kuainisha mambo ambayo ni vyanzo vya changamoto ambayo tumekumbana nayo, na muda wa kukamilisha baadhi ya masuala kabla ya uchaguzi ujao, muda huo ni mfupi. Sasa tunaposema kwamba twende kwenye mlango wa kimataifa, je, tutaendana na kalenda iliyopendekezwa na tume
kwamba mwaka 2028 tuwe tumemalizana na masuala ya kisiasa. Hilo ni jambo ambalo limezungumzwa.